Picha zinaonyesha moto unaowaka karibu na ofisi za Microsoft huko Beersheba kusini mwa Israeli, na kuna uharibifu wa majengo ya makazi. Wazima moto na wahudumu wa afya wakijibu katika eneo la tukio. Watu 5 wameripotiwa kujeruhiwa na wamepelekwa hospitalini kulingana na huduma za dharura za Israeli. Inaonekana Iran ilikuwa ikilenga tena bustani ya teknolojia ya hali ya juu ya Gaviam, ambayo maofisa wa Iran walisema walikuwa wakilenga jana asubuhi wakati hospitali ya karibu ya Soroka iliposhambuliwa. Wakati hayo yakichomoza, nalo jeshi la ulinzi la Israel IDF linasema lilifanya mashambulizi kadhaa usiku kucha yakilenga maeneo kadhaa mjini Tehran yenye zaidi ya ndege 60 za kivita za Israeli. Takriban silaha 120 zilitumika kufanya mashambulizi hayo, ambayo yalilenga maeneo ya uzalishaji wa makombora ya kijeshi na kituo cha utafiti wa nyuklia ambacho jeshi la Israeli linasema lilihusika katika utengenezaji wa silaha za nyuklia za Iran. Usiku kucha IDF pia ilisema kwamba Iran ilifanya shambulio kwa Israeli. Irani haijazungumzia shambulio hilo. Kwa upande mwingine, waziri wa ulinzi wa Israel Katz alisema siku ya Alhamisi kwamba kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei hawezi kuruhusiwa tena kuwepo. Ripoti za awali za vyombo vya habari zilidokeza kuwa rais wa Marekani Donald Trump alizuia mpango wa Israeli wa kumuua. Israel ilianzisha mashambulizi ya anga Ijumaa iliyopita yakilenga vituo vya nyuklia vya Iran na kutekeleza mauaji yaliyolenga maofisa wakuu wa kijeshi. Mashambulizi hayo yalizua jibu la Iran na nchi hizo mbili zimebadilishana mashambulizi tangu wakati huo. Katz alitoa kauli hiyo kufuatia shambulizi la kombora lililoripotiwa kuharibu vibaya hospitali ya Soroka iliyoko Beersheba, jiji kuu kusini mwa Israeli. Shalom Kodish, mkurugenzi mkuu wa hospitali hiyo, alisema kombora hilo lilipiga jengo la zamani. Kuna uharibifu mkubwa kwa majengo mengine katika hospitali hiyo. Wagonjwa wote na wafanyakazi wote walikuwa kwenye makazi, Kodish alisema. Majeruhi kadhaa tulionao wameumia kidogo, hasa kutokana na wimbi la mshtuko. Katz alidai kuwa Khamenei alikuwa akiagiza binafsi kushambuliwa hospitalini, jambo ambalo alidai kuwa ni sawa na kutaka kifo cha kiongozi huyo wa Iran. Pia alimshtumu Khamenei kwa kutaka kuangamizwa kwa Israeli. Vyombo vya habari vya Iran hata hivyo viliripoti kwamba lengo lililokusudiwa lilikuwa kituo cha kijasusi cha jeshi la Israeli kilichopo katika hifadhi ya teknolojia ya Gaviam Negev, karibu kilomita 1.3 kutoka hospitali hiyo. Ripoti kutoka vyombo kadhaa vya Magharibi wiki iliyopita zilisema kuwa Israeli ilishauriana na Marekani kuhusu mpango wa kumuua Khamenei kabla ya ongezeko la hivi karibuni. Kwa mujibu wa Axios, Trump alikataa wazo hilo, huku maofisa wa Marekani wakiambia Israeli wa Irani hawajamuua Marekani na mjadala wa kuua viongozi wa kisiasa haupaswi kuwa mezani. Katika mahojiano na Fox News siku ya Jumapili, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alidai kuwa Iran ilijaribu kumuua Trump mara 2 na bado inamchukulia kama shabaha kutokana na msimamo wake thabiti dhidi ya Tehran. Mamlaka ya Marekani iliwashutumu watu wawili, mmoja wao baada ya kufariki dunia katika kesi 2 tofauti za kujaribu kumuua Trump katika kampeni zake za mnamo mwaka 2024, lakini hawakuhusishwa na Tehran. Maofisa wa Marekani pia walidai kuwa Iran ilifanya njama na watu nchini Marekani ili kumuua Trump kabla ya ushindi wake wa pili wa uchaguzi, jambo ambalo Tehran ilikanusha. Trump alimtishia Khamenei wiki hii akisema kwenye mitandao ya kijamii kwamba yeye ni lengo rahisi, lakini yuko salama kwa sababu hatutamuua, angalau kwa sasa. Pia alidai kujisalimisha bila masharti kutoka kwa Iran. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.